Amani Lissu, mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Singida Vijijini. Leo hii tuliweza kukutana na viongozi wa kata zote 21 wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ili kwanza wafahamiane wao kwa wao, pili ni kuwajengea uwezo ili waweze kujua majukumu yao kuhusiana na namna ipi na namna gani ya kumwenzi baba wa taifa ambaye ametuachia tunu kubwa kabisa. Tunu alituachia kwanza ni mshikamano, upendo, kuthaminiana. Vile vile tumeweza kuona kwamba tunashirikiana pasina kuwa na ubaguzi wa rangi, wa dini na chochote kile ambacho pengine kinawatoa watu kwenye mstari wa umoja wao. Lakini pia tunafanya hivyo kwa sababu imefika wakati wananchi wafahamu nini hasa falsafa za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hata pamoja na kwamba hayuko na sisi kimwili, yuko na sisi kiroho, kwa maana kwamba viongozi wa aina hii ndio maana huwa wanaitwa ni hayati, mtu ambaye mawazo yake, fikira zake zinabakia. Kwa hiyo tumeweza kukutana na walezi wao, pia baadhi ya madiwani wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Singida DC. Tumeweza kujumuika pamoja, lakini pia tumeona hamu ya Watanzania, hususan wananchi na wakazi wa mkoa wa Singida, hasa Singida Vijijini, kwamba walikuwa na shauku kubwa kusikia na kufahamu vipi watamwenzi kiongozi wao ambaye ameikomboa nchi yetu, ameikomboa Afrika, na pia mapinduzi haya aliyataka yatokee duniani kote. Kwa hiyo hii ndio sababu kubwa ambayo imetupelekea sisi viongozi wa taasisi hii, nikiambatana na katibu wangu, tumehakikisha kwamba tunajibu hoja za kwa nini Mwalimu Nyerere alikuwa ameasisi taifa lenye nguvu, tena hata uhuru wake tumeupata uhuru wa nchi hii pasina hata kumwagikaji wa damu. Kwa hiyo hili ndilo ambalo limetupelekea leo tukaweza kuwaita viongozi wa kata zote, lakini pia ilikuwa ni agizo la mwenyekiti wangu wa mkoa wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba ahakikishe kwamba viongozi wa wilaya wote katika mkoa wa Singida wahakikishe kwamba ujumbe wa Mwalimu unawafikia wananchi wote. Hususan tumeangalia katika kada nyingi. Je, vizazi vijavyo tutawaachia nini ikiwa Nyerere sisi ameturithisha jambo zuri? Je, sisi tubaki nalo? Hapana, inabidi kwamba tulirudishe kwa wananchi wenyewe, lakini pia tuwarithishe watoto wetu, hususan mashuleni, shule za misingi, shule za sekondari, vioni, na pia hata kwa wananchi katika maisha yao, kwa sababu Mwalimu Nyerere alituaminisha katika mambo matatu kwamba haya lau tutaweza kuyamudu na tukaweza kuyatambua na tukaweza kupigana nayo, kwa sababu ni vita ya mambo matatu. Ikiwa ni ujinga, tupambane nao. Tunarudi kwenda kuyaishi maisha ya kuondoa ujinga. Hatuwezi kuyaondoa kwenye makaratasi, lazima tuende tukaishi na watu, tukawafundishe namna ya elimu inavyofuta ujinga. Kwa hiyo tumeona marais waliopita wote baada ya Mwalimu Nyerere wamehakikisha kila mtu kwa awamu yake amehakikisha kwamba aliipa sapoti elimu. Tukamwona mzee Mwinyi, tukamwangalia mzee Mkapa alikuja na MEM, akaja mzee Jakaya Kikwete, maisha bora kwa kila Mtanzania, akaja mwamba mzee Magufuli, vile vile akaja na mapinduzi chanya ambapo mpaka leo hii tunatembelea hiyo barabara. Amekuja mama yetu, hakuna kitu ameacha. Tunamwombea Mungu hapa tulipo atuvushe zaidi ya hapo, kwa sababu anaenda kupambana na ujinga,
kwenye afya amefanya vizuri, kwa sababu adui mkubwa pia ni maradhi. Tunapokuwa hatuna afya, hatuwezi kufanya kazi vizuri, mustakabali wa taifa utakuwa hauko sawa. Tumeona zahanati, tumeona vituo vya afya, tumeona hospitali mpaka za rufaa, kwamba ni namna gani watu walielewa falsafa ya Mwalimu Nyerere kuondoa ujinga, kupambana na maradhi. Lakini pia tumeona fursa mbalimbali na elimu ambazo zinatolewa kuhusiana na swala zima la kuondokana na umaskini. Tumeona kwamba serikali imewekeza kwa kiasi gani kuhakikisha kuielimisha jamii ili iweze kuondokana na umaskini. Lazima wafanye biashara, lazima wafanye kilimo, lazima kila jambo lipelekwe kulingana na sera ya nchi inavyotaka. Kwa hiyo tunatembelea miguu ya Mwalimu. Kwa hiyo hili kwetu tuliona kwamba ni vizuri sasa, baada ya kwamba tuko madarakani kwa kipindi hichi, tuhakikishe kwamba ujumbe huu unawafikia mwananchi wa mwisho kabisa chini. Ingawa kweli watu wanaamini kuna maradhi lazima tupambane nayo, lakini tunajipanga kwenda kutatua changamoto hizo kwa kutoa mafunzo mbalimbali. Kwa kuwa katibu wangu ni mmoja ya wataalamu ambao wanahusiana na mambo ya kiuchumi na vitu kama hivyo, tumeona kwamba sisi wilaya yetu ya Singida vijijini lazima tuibadilishe, tuitoe kwenye mazungumzo, tuipeleke kwenye vitendo, na tunachotaka ni big results zionekane kivitendo. Haya ndiyo ambayo yalitufanya sisi tuone kuna sababu na kuna kila haja ya kuwahitaji hawa viongozi wa kata zetu zote ili tuwape ufahamu huu, alafu turudi kwenda kufanya kazi kwa karibu na wananchi, kwa hata kijiji na hata vitongoji, hata kwa mabalozi, hata kwa mtu mmoja mmoja. Kwa majina naitwa Mwalimu Hashimu Tandu Shabani. Mimi ni mwalimu, niko wilaya ya Ikungi. Lakini kwenye taasisi ya Mwalimu Nyerere mimi ni katibu wa taasisi ya Mwalimu Nyerere Singida vijijini. Leo tulikuwa na tukio la kuonana na viongozi wetu wa kata, ambaye ni mwenyekiti wa kata, katibu wa kata, mweka hazina pamoja na walezi wao ambao ni madiwani. Tumeweza kuwapa semina kwa kupitia katiba yetu ya taasisi, ikiwa imeelezwa kwa ufasaha sana na naibu katibu wa mkoa kaka yangu Selim. Amewapitisha wajumbe waweza kufurahi kuona kumbe hivi vitu sio ndoto. Wamefurahi sana kukutana na viongozi wa mkoa, akiwa mwenyekiti wetu kama mgeni rasmi, na mwenyekiti ameweza kueleza mambo mengi ambayo mwalimu ameyaasisi. Lakini kama katibu wa wilaya, ambao mimi hata kwenye masomo yangu nimefanyia falsafa ya Mwalimu Nyerere kwenye research yangu ya education katika chuo kikuu cha Dodoma mwaka 2019 kwa nimehitimu, lakini nimeifanyia research falsafa ya Mwalimu Nyerere. Na kwa kupata fursa ya kuwa katibu wa wilaya, nimewatumainisha viongozi wangu nitafanya mafunzo ya uongozi, nitafanya mafunzo ya ujasiriamali kwa namna yote ile, na nitaandika miradi, nitafanya project zile miradi ambayo itaendana sambamba na falsafa ya vitendo kwa kumwenzi Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo nitahakikisha kila kata wataangalia jiografia zao, kuna mazingira yapi ambayo ni rafiki ili waweze kutengeneza miradi, kama ni kilimo, kama ni ufugaji, kama ni uvuvi, kama ni ufugaji wa nyuki na mambo mengine yote ya kiujasiriamali, ili tuweze kuondokana na haya ambayo mwenyekiti wangu alikuwa anasema, kupambana na maradhi. Mtu akipata uchumi anaweza kujitibu, kupambana na ujinga. Mtu akipata elimu, tutafungua mpaka VETA. Nimewashawishi leo tutatengeneza ushindani wa kila tarafa kutengeneza au kuanzisha boma za kata za VETA, ili vijana wetu hata waliokosa ajira waweze kusoma ushonaji, na watu wazima pia wanaweza wakajifunza ushonaji, wanaweza wakajifunza useremala, wanaweza kujifunza ufundi washi na vitu vingine. Kwa hiyo tunataka tutengeneze jamii iende kwenye vitendo vya mwalimu. Mwalimu alikuwa anapaka kisomo cha watu wazima, watu wa kwenda shule lakini walijua kusoma. Kwa hiyo sisi nataka tuitumie fikra hii. Leo watoto wanamaliza vyuo vikuu kwa research yangu niliyofanya, lakini wanashindwa kujiajiri, wanasubiri waajiriwe na serikali. Lakini leo nchi nyingi, Kenya nimesoma Ghana, nchi nyingi leo zinatumia falsafa ya Mwalimu Nyerere kwa ajili ya kujiajiri. Lakini sisi ambao tulikuwa ni nchi ya ujamaa na kujitegemea kwa kutumia elimu hii ya falsafa ya Mwalimu Nyerere, leo tunashindwa kuweka mazingira mazuri ya watu wetu kuweza kujiajiri na kuweza kutoka kwenye hali hizi ambazo tunazo. Tunaipongeza serikali kwa awamu zote, imefanya jitihada, lakini na sisi kama viongozi, waandamizi na wataasisi mbalimbali, tunapaswa kumwenzi mwalimu ili kuweza kufikia vile vitendo vyema ambavyo vitawafanya watu watoke kwenye mlo mmoja kwenda kwenye mpaka milo mitatu. Kwa na mimi kama katibu nimewaahidi viongozi wangu nitashikiana nao kwa dhati na nitawatoa pale waliko ili kufikia tija, na wamefurahi sana kuona kumbe hii taasisi ina malengo mazuri
ya kudumisha amani, ya kurithisha vizazi kwa ajili ya kutumia rasilimali zetu vizuri ili kufikia tija ya malengo ambayo ni ya juu sana. Tunawasilisha hili, lakini tumetumaini tutafanya makubwa zaidi. Kuna makongamano ambayo tumeandaa ya kitaifa ambayo tutafanyika mwezi wa 7, lakini pia tuna safari ya Dodoma kongamano la tarehe 12 ambayo tutafanyika tarehe 13. Twenda Dodoma kwa ajili ya kuhakikisha tuko pamoja na serikali na taasisi yetu kwa ajili ya kumwenzi Mwalimu Nyerere. Pamoja na hivyo, leo kwenye kikao chetu hata Waziri Mavunde aliongea live na wajumbe wetu akiwa anawatia moyo na kuambia atashikamana na sisi kama sehemu ya viongozi wa kitaifa na atatusaidia mambo mengi ambayo kuwasaidia wananchi wetu waweze kutoka kwenye hali ngumu. Mimi pia kama mtaalamu kupitia idara ya elimu, leo mfano idara ya afya leo, hasa si watumishi, leo kuna bima mfano ya afya. Leo utakuta imetoa dawa nyingi sana ambazo zimetoka kwenye bima. Leo bima imekuwa ni kama sio msaada. Unaweza kukuta Panadol dawa chache, ambao pia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan tunamwambia pia kwa jicho la pekee sana idara hiyo iangalie ili bima iongeze tija kwa wafanyakazi, hasa idara hizo na idara zingine zote, kwa kuwa sehemu kubwa imebaki ni ya mwajiri, ambao mwajiri anatumika zaidi kuhudumia watumishi wake. Kwa idara ya afya imekuwa ni sehemu ambayo ni kama miba leo kwa watumishi, lakini tunaliasahili pia liangaliwe na lifanyiwe marekebisho vizuri ili watumishi wafaidike na zile bima zingine za watu ambao sio watumishi waweze kuboresha.